think that mimi ni mtu ambaye nimelelewa Kibera, na Kibera pande za Undugu ni uwanja ya futa. Back then football imekuwa ikichezwa throughout. Ma teams ziko zina come all over kutoka Kenyatta, kutoka Lindi Makina wapi kucheza futa. And being that ni mtaa yangu, lazima niende kushabiki timu yetu. So wakati nilienda kushabiki timu yenu, nilikuwa najazika sana vile na makipa yani wanazima ball. Yani akizima tu hiyo shot tu moja, hiyo kiwanja vile itakimbia mali yuko yani zile zao wamefurahi yani azina ameokoa timu. Hiyo kitu ilikuwa inanifurahisha. So siku moja na jembe yake, siku moja pia mimi nijipate kipa azina kwa timu yangu na imefurahi the best feeling ever. So hapo ndio nilitoa inspiration yangu kwa football, being a goalkeeper. Though sikuwa najua naweza cheza football ama naweza cheza handball, but nilipojipata seko nikajipata kuna shule iko na game najita handball iko na goalkeeping. Nikajua bas desire yangu imeingia na maradat. Sikuwahi rudi nyuma since naweza sema since 94. Tangu 94 ndio nilianza stories za handball kwa shule, nikakuja nimemaliza shule, nikaingia kwa club level, nimekuwa kwa club level tangu 98 mpaka leo nacheza handball. So naweza imagine ni miaka ngapi? Ni miaka more than 25, na nashukuru Mungu. Bila God singefika hapa mahali nimefika. Nimekuanga top player wa National Citizen Produce Board, being a goalkeeper. So hapo ndio favor tu inajipa tu as sub one, hata ukiitwa una deliver. Hakuna kitu kibaya kama ndio walikuwa na kwa club ukiletwa kwa national team na kusa kudeliver. Nimekuanga nikideliver. So mimi kuvaa jezi kama hii, we feel too proud sub one, ni kitu nimefightia. Na ni kitu najuanga God alinipatia ndio. Kama kuna mtu hapo kwa slums ana feelingi kwa slums, so sijui watu watuamini, sijui hakuna vitu vizuri. Mimi nimlelewa Kibera slums. Wakati napanda hiyo ndege, wakati navaa hii jezi, hakuna bali nimejiandika Kibera, but mimi nijue it's Kibra to the world, ama basi world to Kibra. Unaelewa? Ndio mtu anafeel anaweza cheza handball ama anaweza cheza game nyingine. Usiwe jiangalia ati sijui mnacheza na mtu ametoka Runda. Hiyo ni sawa ametoka Runda, but performance yako kwa uwanja hiyo ndio determine discipline yako, respect yako ndio itakuweka hapo kwa hiyo position. Sema the last time nimepewa hii trophy ya East and Central Africa Handball Federation ilikuwa back 2008. Hizo naweza sema ni like 16 years down the line, kitu kama hiyo. So let's imagine if at all nilipot 2008 ndio nimepewa last year December 2023, ina mean a lot in my life and to people outside there that you should never give up in life. Nilipewa nikasahau, almost na hang boots niachie the youth wako wanacheza, walijituma kwa hii tournament, kila mtu alijituma, but for me to outstand naweza sema ni favor God na ile experience niko nayo na the love of handball na passion yenye mimi tumia kuicheza nilideserve. Uliza mafans, maybe uliza federation, uliza teams. Nilifight the best, nilijituma nikijua nilihitaji hiyo trophy. I was going for the trophy. As much as team yangu ilitoka number 2, ilipewa silver, but unaweza imagine kama sisi tulitoka number 2 nikapewa hii trophy na sisi tulitoka number 2, unaweza jiambia how much nilikuwa nimejituma at this age. Na naweza sema nilikuwa nimefanya zoezi like 2 months. Imagine tukiendea hiyo game and then natoka na hii trophy. Ilikuwa ni a lot of sacrifice zenye nilipeana, passion, kujituma, discipline. Vile nimekwambia tu kuna vitu ndio hii trophy lazima zikuwe on board. You just have to fight for it, you have to go for it. Ukijua it means a lot. Kwangu hii nikiona hivi inanionyesha ajani ya many miles ambayo nimetravel to be where I am as a handballer. So naweza imagine I'm a mother of 5, I'm at 46 years, but naweza pata hii trophy na mwingine maybe ako 20 years akuipata. Reason being passion, napenda tu handball. Mimi na handball kwa damu. Iko tu kwa damu nikingenga hiyo post, me feel ni kama niko on top of the world. Every time nimevaa jezi yangu, whichever so long as ni jezi ni handball, nasimama kwa post. Mimi nataka nawakilisha the best I can.
ndio pia ni tume message hapo hivyo nje ya kwamba women we can lead in all angles. Usiogopa ati wewe ni dem sijui unachapa mawanete masama iko tu sawa, enda uchape hiyo sama, lakini unajua kuna mtu una inspire, kuna mtu unapatia na hope. Hii trophy na jaribu kuweka zile za it was so many other trophies. I believe that in Kibra and across maybe the country, but mostly naangalia mta yenye imenilea kule nimetoka. Every time navaa jezi na nikikumbuka kule nimetoa, sacrifices zenye nimegona, a lot of challenges being a slum girl, haijakuwa rahisi. Wagwan welcome back to 8K TV. This is Kibera TV and I'm your favorite host PJ, ama ukipenda unaniita Mr. Uhondo. So to my amazing people, leo niko na one of the best people. Amekuwa kicheza handball, amekuwa akitravel joy stuff, amekuwa kimenta mtoi wake. Kwanza ni big fan wa mtoi wake Hope the Poet. Alafu akona award, akona medal. Na medal hii award akonayo, acha kwanza tu niwaonyeshe. Cameraman zoom. East and Central Africa Handball Federation. Amekuwa best goalkeeper of the year. Yeah. So, in 1 2 3, let me introduce my guest. Mambo vipi? Poa sana, nashukuru sababu ya wakati wenu. Umepotea sana. Umepotelea wapi? Okay, naweza sema sijapotea vile, but ni shughuli za hapa na kule, being that kama vile unanijua, mimi ni Mama Hope. Niko na brand nakuza. And again, mimi ni mwana sporti Kenya 1. Bado niko na naweza sema bado pia niko na talent ya kukuza sub 1, being that I'm a sports person. Na feel I need to inspire. Na ndio inspire, sa lazima nijitume like never before. Yeah. Unasema lazima ujitume na lazima pia uko na brand unatengeneza. So acha tu nisiende mbali, acha nianze hapa. Wewe nini, handball inataka time, alafu kuna hii brand unatengeneza pia inataka time. Wewe unazibalance aje? Okay, naweza sema haikuangi rahisi, but being that I believe in myself and I trust God in everything. So ni mimi ujipanga tu na time yangu nikijua okay, hii brand ni young na lazima igrow. Unlike mimi ni sawa, mimi pia ni brand kivyangu nimekoma, but still I have a long way to go. So waga na balance na angalia okay, tuseme kama ni pande ya Hope the Poet, being that yeye pia anafaa kusoma na pia anafaa kuwa kuna projects na initiatives, kuna ile time nampatia. Sababu ni mtoto pia lazima nimpatie time yake humble kama mtoto. As much as I'm reminding she's also a brand. Mimi pia kama mzazi na kama mwana sporti na hii sports naweza sema hiyo ndio pia inalipa most of the bills. Lazima pia mimi nijipackage on a safer side, nisije lose hiyo kutafutia familia na kulipa the rest of my bills. So it's a two-way traffic, but pambana nayo vilivyo, sababu at the end of the day lazima nionyeshe the world outside that women have to lead in all angles. Yeah. So you being a mom, na tunaga sana parents wetu wa Afrika wanakazianga sana talent, ama wakina mtu yeye anafanya na dance wanaona like atafika mahali ya kujaribike na hii dance aache masomo. So wewe unakuaga na advice gani kwa mtu wako ndo at least hiyo talent yake igrow, hiyo career isivunjike ikiwa hapo katikati? Okay, kwangu kama mzazi time naona wazazi wanapuuza talent za watoto wao. It's like hawajuangi wanamsave life yake kiasi gani. Sababu kuna mtoto usiposhughulika na yeye ataenda kujifunza yeye mwenyewe, na kwenye ataenda kujifunza you never know nini atakama up nayo. Unlike wakati wewe una take your time, unampatia mpaka discipline yenyewe. Sababu ni mtoto wako, so lazima asafishe picha vile inafaa. So lazima tu unamuongelesha tu. Wangu namuongeleshanga day in day out. Lazima akaange kujua yeye ni nani. As much as yeye ni mtoto, lazima ajue kwa familia kuna wengine na wote wamebarikiwa vi different. So lazima akae akiwaheshimu na wao pia wamheshimu, sababu kila mtu ameumbwa kivyake nako talented in a different way. Na the same way vile wazazi wangu pia walinilea, vile nimesema, walikuwa kama kunichia nikienda kupanda ndege, wanakam kunizindikisha. So na wameni bring up in a sports way and in the most way yenye iko na the best discipline. Sababu kwa sports hata uko mnoma kiasi gani, bila discipline hakuna mahali unaweza enda, bila heshima hakuna mahali unaweza enda. Na naweza sema
Hiyo ndio imeniweka hapo hivyo. Nimekuwa nikicheza for the last 25 years kwa club level na national level, na bila discipline na respect kwa any other person, when ni myanga ama ni mzee kuniliko, hakuna mahali ningekuwa nimefika. So naweza sema zimenifikisha hapo hivyo. Kwa wazazi wengine huko hivyo nje, tafadhali nacha hiyo talent. You never know ni wapi itakufikisha. Imenifikisha mbali, imefikisha mtu wangu mbali, na bado tunasonga. Yeah. Bado tunaendelea kupanda ndege. Yeah. Ndege zaidi ya ndege. Sote tuanze kwa football, wasiona shanga. Yaani si football, handball. Sasa unaona hii award iko hapa, ball iko hapa, umeva medal. Anashanga hizi vitu zilikamaje. Na before tufike hapo, inspiration ya kucheza handball ilitoka wapi? Okay, naweza sema being that mimi ni mtu ambaye nimelelewa Kibera, na Kibera pande za Undugu ni uwanja ya futa. Back then football imekuwa ikichezwa throughout. Ma teams ziko zina come all over kutoka Kenyatta, kutoka Lindi, Makina, wapi kucheza futa. And being that ni mtaa yangu, lazima niende kushabiki timu yetu. So wakati nilienda kushabiki timu yenu, nilikuwa najazika sana vile naona makipa yani wanazima ball. Yaani akizima tu hiyo shot tu moja, hiyo kiwanja vile itakimbia mali yuko, yani zile zao wamefurahi, yani aziname kwa timu. Hiyo kitu ilikuwa inanifurahisha. So siku moja na jembe yake, siku moja pia mimi nijipate kipa azina kwa timu yangu, naona imefurahi, the best feeling ever. So hapo ndio nilitoa inspiration yangu kwa football, being a goalkeeper. Though sikuwa najua naweza cheza football ama naweza cheza handball, but nilipojipata seko, nikajipata kuna shule iko na game najita handball iko na goalkeeping. Nikajua bas desire yangu imeingia na maradat. Sikuwahi rudi nyuma since naweza sema since 94. Tangu 94 ndio nilianza stories za handball kwa shule, nikakuja nimemaliza shule, nikaingia kwa club level. Nimekuwa kwa club level tangu 98 mpaka wa leo nacheza handball. So naweza imagine ni miaka ngapi? Ni miaka more than 25, na nashukuru Mungu. Bila God singefika hapa mahali nimefika. Yep. Hizo 25 years ukicheza, niseme 25 years plus, bado hii mwaka bado uko ndani unacheza handball, na bado tunaona nini. So first experience yako pale kwa grounds, kwa kwanza umeingia pale ground, tunajonga wasema sana handball kwa game nyingine risk sana kwa goalkeeper, msana za kurarua suro. Okay, naweza sema being that ni kitu unaona sasa ilikuwa nishai build hata before nifike hata kwa uwanja. So mimi nilienda tu mzima sababu nataka kuwa huo kipa mwenyewe anaweza zima ball uwanja mzima ikasimama. Hiyo ndio ilikuwa desire yangu, wish and prayer, na ndio ilikuwa pia mission yangu. So napata mimi time nilingia uwanja kuwa goalkeeper ndio haikuwa rahisi. Nilizipata kombora za uso, hata leo bado mimi uzipata, but sababu ile passion na love sijai give up. The more anichapa kombora, the more nakuwa strong. Unaelewa? Then mimi yule mtu niko na slogan yangu yenye most of the time hata ukinichapa hiyo kombora ndio umenichapa, but kwangu mimi ni kuzima. So kwangu it's a plus. So slogan yangu nikikutolea au utatamani kurudi hapo hivyo tena, of which ndio imeni keep going. Hiyo ndio imefanya most of the fans, my teammates, they believe in me and they believe in the beauty of my goalkeeping. Na ndio nipate mpaka hii trophy, sikuipata ati nilipata tu, I fought for it. Unaelewa? Okay, kitu mzuri na game wise, vitu zinaonekana uwanja. Game yako vile umejituma, passion yako, love, discipline zinaonyesha kwa uwanja. So by the time unakuja kupata trophy kama hii, wameangalia umekondia kwa category na wameangalia na wanaona you deserve. So kwangu mimi feel too proud nikijiona na hii trophy at this age of 46 years old. My friend, si rahisi. Wengi wame give up, wengi wamekam handball kama makipa, but wana feel hapana. No. Kuna hao napata na mtu anakuambia zile za when I grow up I want to be like Sheki. Sheki ndio jina langu ya grao. So unajua, so wakati unaona una inspire someone, ama kuna mtu tu utembe tu zile za ningekuwa na ngapo kwa post mwisho ndio kuja kushoot. Unajua kitu unataka kunifanyia na kitu unataka kuniambia, na feel sina nguvu. Ana feeling tu niko too motivated. Sababu as much as nakwambia kitu, okay, nakwambia kitu ndio pia mimi najipea psych. Unaelewa? Na nakwambia kitu ndio pia ujue hapo hiyo ni territory yangu, uweze kuja vile unafikiria utakam. Lazima ni deal na wewe vile inafaa. Sema bila umejipanga na pia umejipanga zaidi mbele yake. Naambia not in my house. Not in my house again. So connection ilitoka wapi wewe kuja kuchezea national team?
Okay, naweza sema nilipomaliza shule kuna hiyo club nilijoin ya National Cereals and Produce Board, na ilikuwa among the top clubs back then. And being that vile nimesema national team inachaguliwa kutoka kwa clubs, wanaangalia top players za hiyo club. So by God's favor nimekuanga top player wa National Cereals and Produce Board, being a goalkeeper. So hapo ndio favor tu inajipa tu as in sub one, hata ukiitwa una deliver. Hakuna kitu kibaya kama ndio walikuwa na kwa club ukiletwa kwa national team na kusa kudeliver. Nimekuanga nikideliver. So mimi kuvaa jezi kama hii, me feel too proud sub one, ni kitu nimefightia. Na ni kitu mnajuanga God alinipatia ndio. Kama kuna mtu hapo kwa slums ana feeling kwa slums, so sijui watu watuamini, sijui kunanga vitu vizuri. Mimi nimlelewa Kibera slums. Wakati napanda hiyo ndege, wakati navaa hii jezi, hakuna bali nimejiandika Kibera, but mimi nijue it's Kibra to the world, ama basi world to Kibra. Unaelewa? Ndio mtu anafeel anaweza cheza handball ama anaweza cheza game nyingine. Usiwahi jiangalia ati sijui mnacheza na mtu ametoka Runda. Hiyo ni sawa, ametoka Runda, but performance yako kwa uwanja hiyo ndio determine discipline yako, respect yako ndio itakuweka hapo kwa hiyo position. Yeah. So umesema from kwa club za hizi za tuseme hizi zetu ukakuja hapo ukaingia national team. So ile first experience yako wewe unaona hii ni game yangu ya kwanza naenda kupiga pale hivyo nje? Naweza sema ilikuwa poa sana. Sabuan wakati tumekuwa tukiona Harambee Stars, imagine in national team, yani as in Kenya team, unaelewa? And then here comes a slum girl out of nowhere, but with God's favor amejipata national team, amechaguliwa. Kwanza ukijisikia uko kwa squad unafeel too humbled. Unafika mahali unapanda hiyo ndege, unasema unaingia with a lot of thanksgiving. Sabuan, it is not easy, but through God's favor you've made it. So ni wewe ujitume zile za si kuitwa hiyo ati sababu ya huruma ni Islam girl. Niliitwa sababu I can deliver and they believe in me. So kila game nikiingia ningega nikijua I believe in myself, I trust God. Na kila time naombaga na naambia God, nikiingia kwa hiyo uwanja kucheza, let me do it as if I'll never do it again. So hiyo nimeomba tu God na namwambia all glory to you. So unaweza imagine ukishaingia na hiyo mentality, game tu inajipa. Sababu ulishaweka God mbele na ukajiamini, nini ningefanya nikose kucheza? Hakuna. So ni pressure gani unadilianga wewe, unadilaje na pressure ground unapata pale uko kwa wale kwa kiwanja, mafans wako pale, unaona hii team na hii team zote ni ngori. So hiyo pressure ground wewe mnadili na waje pale kwa kiwanja? Okay, pressure haikuwa rahisi. Naweza sema kwanza mimi being that ni senior player, lazima niko hapo hivyo kumotivate wale wengine. Sababu ukileta mchezaji mdogo kwa hiyo position yangu, then mimi nimeonyesha tayari maybe hii game ni ngumu, so niko na ile tension. Imagine mimi kama niko na experience yote, nionyeshe yule mchezaji pressure ya yenyewe niko nayo, si nishamaliza. So as much as inakuwa na pressure, nakuwa iko inbuilt, sasa kuitwa huku hivi nje, sababu nikitoa watashindwa. My friend, ukishaitwa tu hivi sisi wadogo tutaduaje? Unaelewa? And then most of the time nakumbuka kuna time naweza maybe unaambia tu coach zile za at least ni poa uweke mchezaji mdogo, unaelewa, at least anze game, build ile courage na pia kutoa hiyo pressure. Ni sasa zingine ndio uko na hiyo pressure but hutaki kuionyesha hivyo, unaona. Sababu kuna time maybe naweza ingia game kama nitakunikataa. So nasema kama mimi ndio niko na experience nitakunikataa, ule mdogo atakubali kuingia? So jatangani zile za guy kama unisheki inakataa hivi, na yeye ni ako na experience, anajua hizi vitu, mimi je? Sasa zingine nakuaga tu iko tu, but ni kujiamini tu. Unahakikisha the minute ndio ni sawa uko na pressure, but the minute utaingia tu hapo hivyo, sasa ni wewe nayo unaweka tu a lot of madness, unaelewa. Sababu lazima urudishe watu wako kwa game, bafans wako wenye wamekuja hapo hivyo sababu yako, lazima uonyeshe shekini ule unaelewa. So haikuangi rahisi, but it's all about believing in yourself. Yeah. Pia tunapatanga pale hivyo mafans wanakuanga na ile mentality ya team yetu ni ngori, lazima watoe win. So ile time umetoka ground bila win, then kuna wale mafans mwalizisha opposite tu wanapatiana negative energy. Wewe udilaje na hizo negative energy kutoka kwa mafans? Okay, kuna kitu moja mimi nasemanga,
until the last whistle. Sasa zingine huwezi determine vile game itaenda. Na as much as ndio maybe umekuja na mentality ya kushinda, juu ule mtu pia amekuja na hiyo mentality. So it's like ni battle, more kwa battlefield. It can go either way. So time wamekuja ndio wameamini zile za hii nayo tunachukua. Alafu mkose kuchukua. Lazima tu inabidi tu waelewe. Sababu ule mtu kuna kitu moja anasemaga, unajua kuna ile timu unajonga, ndio waga machampezi. So if at all nyinyi ndio machampezi, jua kila mtu anawatrainia. So ni nyinyi mwenda an extra mile. Ni sawa unaweza enda an extra mile but ikakuwa bad day in office. Utai accept vile iko. Sasa inakupatia challenge ya kwenda kujua okay, shida ilikuwa wapi? Ni goalkeeping ama maybe ni position fulani haikucheza part yake, ama juu kuna time yenyewe una feel umependa yako yote but hiyo siku nayo game imekataa. Unaelewa? Hakuna uweze push zaidi hapo hivyo. Nikwenda tu kwa drawing board, unaangalia shida kule ilikuwa, at least unajua hiyo timu lazima tutarudiana, ama maybe unahakikisha kama ni game next unakaa ukijua, enda watch your game, jua strength yao iko wapi, weakness yao iko wapi, hivi kama ni mchezaji fulani shooting point yake yenye ni strong iko wapi, work on it. Sababu ile team si watakisha metumia the best players. Unaelewa? Now the best players kitu unafanya ni unajua kuna position fulani ina na kufa nayo liwe liwalo, wakiamua kuchange wakumalize, okay ni sawa watakumaliza, but watakuwa wamekumaliza vile inafaa. Ni wewe sasa uende ujiredeem. Sasa next time unakuja kuua. Yeah. Umeshaona mashini zao na umepata weak point zao ni hivi. So maybe kuna msichana anajiuliza pale hivyo, hizi award likamaje pale hivyo kwa best goalkeeper of the year? Okay, naweza sema kwa mtoka hapo hivyo nje anaweza kusui trophy. Okay, naweza sema the last time nimepewa hii trophy ya East and Central Africa Handball Federation ilikuwa back 2008. Hizo naweza sema ni like 16 years down the line, kitu kama hiyo. So naweza imagine if at all nilipewa 2008 ndio hii nimepewa last year December 2023, ina mean a lot in my life and to people outside there that you should never give up in life. Nelo nilipewa nikasahau, almost na hang boots niachie the youth wako wanacheza, walijituma kwa hii tournament, kila mtu alijituma, but for me to outstand naweza sema ni favor God na ile experience niko nayo na the love of handball na passion yenye mimi tumia kuicheza, as in nili deserve. Uliza mafans, baby uliza federation, uliza as in teams, nili fight the best, as in nilijituma nikijua nilihitaji hiyo trophy. I was going for the trophy as much as team yangu ilitoka number 2 ilipewa silver, but unaweza imagine kama sisi tulitoka number 2 nikapewa hii trophy na sisi tulitoka number 2, unaweza jiambia how much nilikuwa nimejituma at this age. Na naweza sema nilikuwa nimefanya zoezi like 2 months imagine tukiendea hiyo game, and then natoka na hii trophy. Ilikuwa ni a lot of sacrifice zenye nilipeana, passion, kujituma, discipline. Vile nimekwambia tu kuna vitu ndio hii trophy kama lazima zikuwe on board. You just have to fight for it, you have to go for it. Ukijua it means a lot. Kwangu hii nikiona hivi inanionyesha ajani ya many miles ambayo nimetravel to be where I am as a handballer. So naweza imagine I'm a mother of 5, I'm at 46 years, but naweza pata hii trophy na mwingine maybe ako 20 years akuipata. Reason being passion, as in napenda tu handball. Mimi na handball kwa damu iko tu kwa damu, as in nikingenga hiyo post mimi feel ni kama niko on top of the world. Every time nimevaa jezi yangu, whichever is, so long as ni jezi ni handball, nasimama kwa post, mimi nataka nawakilisha the best I can. Ndio pia ni tume message hapo hivyo nje ya kwamba women we can lead in all angles. Usiogopa ati wewe ni dem sijui unachapa mawanete masama. Iko tu sawa, enda uchape hiyo sama, lakini unajua kuna mtu una inspire, kuna mtu unapatia na hope. Hii trophy na jaribu kuweka zile za it was so many other trophies. I believe that in Kibra and across maybe the country, but mostly naangalia mta yenye imenilea.
kule nimetoka. Every time navaa jezi na nikikumbuka kule nimetoa, sacrifices zenye nimegona, a lot of challenges being a slum girl, haijakuwa rahisi. So hii win najua ni win ya women and girls in the slums, women and girls in handball. As in, nikisema nakumbuka back in 2016 nilikuwa nimeenda kucheza handball KU, kulikuwa na tournament, ilikuwa October 22. So mimi ni love of handball, so tumeenda kucheza KU. Hiyo October 22 ilikuwa birthday ya my son. Alikuwa nafikiri kitu sijui ilikuwa ni 8 years ama ni how many years. And then nimeenda kucheza game, nimejienjoy, masaa jioni napigiwa simu na mtaa kumeflood. So naweza imagine mtaa kumeflood. Watu wako kwa nyumba, wako kwa game. Game ilikuwa inaendelea, niko kwa bench zile za okay, so najua nimekwambia hivyo, mtaka mtu mwingine pia anaanza ndio apate hiyo experience, hiyo courage na confidence ya kuanzisha game. Si ati saa zote Sheki wewe ndio senior player, anzisha nyinyi ndio tunakuza. Ingia hapo hivyo uwanja uanze. Kikulemea na kampu kuokolea. So naweza imagine ameingia ndani kucheza, mimi namokolea dakika kidogo, phone ina ring, naletewa, napigiwa na mtu mtaa kumeflana, ni za watu wako wapi, naambia watu wako kwa nyumba. Namza kwa nini? Unajua kumenyesha kumeflana. Nikamwambia sawa, kaangalieni watu hii. Aliniambia kumejaa design yenye hatuwezi fika. Foreign nilianza kupiga nduru kwa uwanja. Sikutaka kujua, nileka saa hiyo madness zile za isa siku na handball, niliona life ya watu wawili nimeacha kwa nyumba. Na najua Kibera vile kuna kaanga. But again nilikuwa nimependa hii game na lazima ningeenda, na sababu one ndio inaleta food, ndio inalipa bills, so lazima ningeenda. Then kuna mtu ni birthday yake, alikuwa anatarajia nimletee present. So naweza imagine if I don't nimeenda kucheza hiyo handball, then hii trophy inamaanisha vitu tu mob sana kwa life yangu. Ni handball yenye naweza sema one day niliita God like never before, nikiwa kwa uwanja for the love of my kids. Nana. Hiyo flooding, it was all about climate change and poor waste management. So hii trophy sasa zingine nikiangalia, I feel humbled, sababu ni trophy nitakubeba, it will wear many hats in my life. Sababu lazima ikuje fight climate change kwa mtaa yetu. Lazima ikuje ikue, I being a woman to give hope and to change a woman or a girl's life in the slums through sports. Unaona, inakuja with a lot of challenges that tunajua tuta overcome. Sababu one, I believe in myself, I have hope, I'll never lose hope in life. So naweza imagine hii trophy inamaanisha vitu tu mob sana kwa life yangu. Hiyo imebeba maisha yako hivi. So wanasema kwa kila jani kuna kuangana negativity na positivity. So maybe ile worst moment umewahi kuwa nao pale kwa kiwanja ilikuwa gani ambako ukafeel coach tu mimi nitoe tu, si feel leo kukua kwa hii game? Naweza sema saa zingine worst moment nile mnacheza tu na katimu tu kadogo tu, azini yani ukiangalia ni watu wa shule. So mekiwa maybe team yangu, na hii team yangu ni team iko na experience, and then hapo mekiwa maybe mtu almost eje ule wako aki anakuja kufunga bao 2, 3, 4. So naweza imagine hapo hivyo inabidi sasa okay, unatapata si kila mtu nitakia, unaelewa. And then pia lazima pia tunajaribu kuinspire wadogo. So the minute mdogo amenifunga, kuna timu wanje itamchia zile za as in toende ni sawa, as in ni Kenya 1, lakini the minute tumefunga Kenya 1, as in go for it baby girl, unaelewa. Inafika mbali na betu coach zile za time out, nahitaji tu sababu, as in mtu anafanyia kitu tu mbaya, unaelewa. Sababu nikiangalia huyu na maybe my son mwenye ako form 1 ni my age mates. Hapo kunifunga Kenya 1. Hata najaribu kumwambia okay, mwambie watu it is not in my house. Hiyo territory hapo kwa D, it's my house. So ambia mtu it's not my house. Mtu yeye amekufunga ama umemzima, unashinda kumwambia not in my house. Azini ni mtu mdogo, unaweza mwambia not in my house, akatoka tu nje kwa demoralized, unaelewa. But naweza sema so far haikuangi rahisi, ati sijui time out, but saa zingine kibidi you go for it. Sababu kuna mtu unapata anakuwa amekusoma, anajuanga Sheki si kila mtu anajua kusoma
mchezaji, but kuna mtu mjanja anajuanga kusoma pia goalkeeper. Na akikusoma akufunge 2-3 na mashindano kumuai nini nyingine, si utoke tu nje my friend. Sababu tunahitaji hii victory na it's all about teamwork. Na hauko peke yako. Na so nasema kuna siku tulikuwa tumeenda Dar na tulikuwa tumeenda nasema sijui ni 10 bora ama ni 7 bora. Ushona ile ni amjana ile namba yenye inafaa. Ujue one kwa handball mkianzisha mnafaa kwa 7. Wa 6 na keeper au mtu 7. So tulikuwa tumeenda like 10 bora. Keeper nilikuwa tu peke yangu. Tumefika pale hivyo nataka kudai ya timu. Sababu tukiwa Dar huko ni kwingine. Cheering squad iko juu. Unaona? Na wanataka kukudemoralize. So nasema niko peke yako. Mimi ndio nimengangania kufightia team, juu niko tu peke yangu, and then all of a sudden nikafanya mistake moja ya kishenzi yenye ilifanya nikapewa red card. Ai. Okay, sikuwa na choice. Umepewa red card, yani as in toka mchezaji avae jezi yako anje uwanjo. Sasa nikatulishinda hiyo game sababu one ukishika mchezaji mtu ajai train goalkeeping definitely ilikuwa tu ni kujeza tu position. As in hiyo siku nilifeel demoralized na nikalana lesson. So okay, umetoka, acha nikuulize swali juu tunapataga like wase wanasemaga sana in Kenya wase wa support talent, like unaweza compare je fan base ya nje na ya huku kwetu, mafans wana receive aje nini handball? Okay, naweza sema okay, handball at least hii tumeanza kugrow, unlike games zingine hapo nyuma kidogo hatukuwa na hiyo fan base sana, but the more maybe tuanza kuingia kwa ma community ndani, at least wanajua kumbe si football peke yake, kuna game ka handball, so naona wanaanza kujitokeza. At least ukiona game hata ukiweka poster unapata mafans sana wana come, so at least tuna feel sahi handball ina grow. Na ndio sana nataka kuchukua hii initiative, nikisema nikitumia tu nikwambia kutumia hii trophy kuhakikisha watu wamejua handball, na watu wamejua handball ni game inaweza kulipia bills, inaweza kupeleka mbali. Ndege mimi nimepanda na nashukuru sana federation yetu, management yake plus management ya club nimekuwa nikichezea National Citizen Produce Board, sababu bila support zao mimi singekuwa hapa mahali nimefika, ama handball pia ingekuwa mahali nimefika. But hiyo bila wanajituma kama federation, bila wanajituma pia pande nyingine ya management, it's a plus. Wachezaji pia bila wanajituma kuhakikisha okay, mimi na experience yangu wacha ningie mtaa yangu pia nianzishe kitu kuhusu handball. Inatusaidia sana kuona handball imeanza kugrow. Na kwangu na believe by the time tunafika the end of 2024 na believe lazima kutakuwa na kitu through handball na through Mama Hope, ama naweza sema Sheki. Handball itagrow mtaa, na watch this space and in God I trust vitu zitakuwa sawa. Na ushaika mahali ukafikiria kufungua like handball team ama academy ya handball kufunza wase ama? Okay, nishaikuwa na hata nikajaribu but nikalegea kidogo, but hii trophy naweza sema imeni challenge, imenifanya think bigger than I used to think, na itanisukuma, naweza sema itanisukuma kufanya what I never thought I would do through this trophy in the handball fraternity. Na naweza sema God willing, I know one day I'll make the federation proud, na nitaonyesha the opportunities waliwainipatia kwa handball in whichever way, however big or small, it was not in vain. Courses walinipatia, I'll make use of them to see handball on another level. Huku kwa mtaa nataka kuonyeshana kweli handball iko, and handball ni game pia mtu anaweza tegemea. Na watu ambao wanachezesha games zingine, acha niwaambie we are coming kama handballers. Ni sawa football imekuwa mkivuma, but now watch this space ya handball sasa. Yeah. Unasema to watch the pace, and unasema mnataka ku overtake football. Ni kujiamini. Vile nimeishi kujiamini up to date, hiyo ndio ile imani na kam nayo mimi. Na najua nitahitaji support, na najua nitapata, sababu one na kuja kama game changer. Handball inakuja kama game changer in many aspects the community yetu. Through handball, I think utaona a lot of changes. Na najua kuna mtu somewhere handball itakuja lipa bills zake either locally ama internationally.
Unaona, either on a club level or on a national level, either through organization or any other kind of thing, but through handball. Yeah, through handball. So maybe ukibuild career yako, ni challenges gani umeipata ukibuild career yako ya handball? Ukasema mbako ukafeel mali unasema tu na feel kuiacha ufanye kitu kingine. Okay, naweza sema mimi nafikiri ni time nilikuwa inaanza back then, being that unasikia nimelelewa kwa slum life. It is not a bed of roses to some of the people, and back then, being by the time naingia hiyo handball, I was a mother of 1, but now a mother of 5. So naweza imagine nikiwa na huo mmoja, sasa unaenda zoezi, uko on probation meaning that haulipwi, ni wewe ujitume ndio ingie kwa payroll. Na hiyo payroll back then ulikuwa niangalia hivi, sub 1 ndio ingie kwa hiyo payroll, haikuwa rahisi, lazima mtu mmoja either adropiwe. So unaweza imagine bila mtu kudropiwa bado namba yako haijipi. But I thank God siku give up. Nilingangana, nilikuwa natembea kutoka mtaa mpaka Nyayo daily. Uchape hiyo zoezi, urudi nyumbani, uko na mtu mwenye anakutegemea. Saa zingine hujapata kitu yote, as in by the time ujipate unapewa game haikuwa rahisi. Ndio upate hata maybe siku moja umepeleka mtu maziwa, ni maybe kuna mtu alihata zoezi, hiyo do yake ikachukuliwa, when the rest of the people wenye hamko kwa payroll mkagawanishwa. So naweza jipata kuna siku umeenda tu home na 125 shillings. For a whole like 1 month umechapa tu zoezi, but being that hakukuwa na mtu alihata zoezi. So na kama alihata maybe watu 2 3 mkagawanishwa hiyo do, na back then haikuwa that much. But still nilikuwa natembea na zile hopes ipo siku. Sababu by the time tunatoka shule, watu tulikuwa tunacheza nao, they believed in me like never before. As in tukiwa kwa shule sikuwa hiyo gopati team ni ya machali. Nilikuwa na malizana nao vile inafaa. Unaona? So walikuwa najua, huyu kama na malizana machali vile inafaa, bado kwa club level itajipa. So haikunichukua long kwa probation. Niliwaprovia kitu imenipeleka na passion, love, discipline nilikuwa nazo. So haikunichukua long despite the challenges zilikuwa short and painful, but worth it. Sababu bila mimi kugo hapo hivyo, at least singejua vile life inakuwa huko hivyo nje. But sikuwa itaka kujua maybe mtu mko position moja na yeye ametoka background gani. Mimi niko naangalia yangu na vile nataka kuchange yangu, na naweza sema nimechange. So acha ni compare you football na handball, zote ni sports. So nataka kuuliza swali, unapata most of the footballers career yao kuaga huwa inavunjika wakifika bracket ya 18 to 22, wanavunja career. Unasikia football hailipi ama management haiko poa. So kwa nini ni ya sports? Unafikiria wasimamia sports Kenya wana invest sana kwa sports, ama kuna vile wanafanya sports za nchi yetu inadidimia? Okay, mimi zingine mu feel okay, pande ya football ni kama watu wote wamekaa kili into football, unaelewa. Na ukiangalia ndio mtu maybe atajipate kwa Harambee Starlet, unaelewa, inamchukua a long way to go, unaelewa. Sababu kuna tu team pingi tumetoka Kibera tunacheza football ya madem, sijui nyingine Korokocho, sijui nyingine iko Busia, unaelewa. Zote ni football na kila mtu anataka kuingia kwa hiyo Harambee Stars, unaelewa. Ukiangalia handball, okay, hatuko that big, unaelewa. Yet bila kule Starlet inalipa, ndio bado handball inalipa, unaelewa. Ndio napata mimi sijavunja career yangu sababu mimi from the word go imekuwa ikilipa. Hakuna siku nishai feel hii sasa hailipi, unaelewa. Na maybe kama inalipa, wacha basi, kama maybe na feel hailipi, I need to go an extra mile basi ya kufanya kitu kingine, unaelewa. Uwezi kaa tu hapo hivyo sema unategemea basi hiyo tu football. Sasa zile takosa kulipa, unaweza kusema basi juu umevunja career, unaelewa. One, ile football iko na a lot of competition, so the minute umelegeza watakupull out. Ingine hata si ati sijui ati ni yao alistep down, alistepisho sababu unafika mahali unashindwa kupull up your socks. Mimi nimeishi kupull up my socks kwa handball, nimeishi kudeliver, and that's why kwangu imekuwa ikilipa throughout, unaelewa. Club za football mbona more juzi kwa mob sana zina struggle maybe hiyo kupata funding, unlike pande handball. Ukiangalia clubs za madem
ziko mnafikiri vile tunajiweza, unaelewa, if I'm not wrong. Unlike football, then umengangana tu kwa football, opportunities ziko hapa hivi handball, but sijui maybe jiunda kuka, sijui kama vile tuseme okay madam, sijui ma starlet vizuri, unlike veneza sema unataka kwa kama Mariga ama sijui kama Victor Wanyama, unaelewa. Kitambo ufike hapo hivyo kwa football si rahisi. Handball kuja tu jitume tu, ni game ya mtu 7. Onyesha the world what you have. Uko na height, kuja tumia height yako vile inafaa. Vitu zijipe. Si nimeona watu tuseme kwa handball kuna hizo, kuna jeshi, sijui kuna Nairobi Water, kuna hiyo serial board, kuna GSU wanachukua handballers. But being that uleno kwa mentality yako kwa shule kwa football, so by the time inajipa pande handball, you maybe kuna upungufu, futa kumejaa. Alafu utalaumu nani? Maybe kuna mtu alikwambia kama ucheze handball, sijui hiyo game sijui kwaje, sijui azin haijulikani. Haijulikani but inalipa bills. Ubosi umejua sasa inacheza handball na inalipa bills. Sasa hebu nilete huo football hapa hivi mtaa, with due respect, mwenye atasema sawa football nimefika national team, mimi nimetoka mtaa inalipa bills. I'll appreciate that woman, as in unaelewa, you maybe ni mtu alijituma kijua ni nini anataka. Juzi nimekuwa nikiongelesha madem pande ya Kajiado, kulikuwa na tuna ilikuwa najiita I am priceless ya madem. So beshte wangu aliniita photographer Hope, akaniambia niaje kuna tona CMCAM. Nikamwambia sawa, acha tu tuende as much as okay, mimi si football but no handball, but acha niende. Sasa nilifika mahali nikasimama nikamwambia tu madem, usicheze tu football ukamshinda hii trophy, mupe sanitary towels, mupe lunch. Unaona, umeenda na ka medal, maybe umejipata umepostiwa, umeenda kwa nyumba. Next year same time umeicheza, umekuja umepewa sanitary towels, umepewa sijui ka ball na kajezi, umerudi kwa nyumba. My friend, and I think smart. Unaelewa? Watu wanajituma. Unaelewa? Hebu enda kaa tu chini ufikire ni nini unataka in life. Kama ni football, cheza football bila kuangalia hiyo jezi ama hiyo sijui ka medal yenye umepewa hapo hivyo na MC ama umepewa na nani. Angalia hiyo ndege vile unaweza ipanda ukaenda kuchezea club nyingine. Unaelewa? Angalia vile unaweza jipata kwa starlet. Wacha kushinda ukienda Nyayo kuchia wale wengine. Wacha wakuje wakuchie wewe. Wa feel proud wanaona one of their own. Wanafikiria mimi wakati na pia maybe kwa gazeti ama kwa TV kwingine nikifanywa interview nasikia gaje poa nikijua nawakilisha mtaa yangu na nikijua nacheza game yenyewe nilianza from nowhere na sasa niko somewhere. Unaelewa? Nikivaa jezi mimi sivangi kama wale wenyewe aliomba beshte yake ama alipewa kama souvenir, napewa nikijua nimeiswetia. Na kama nimeiswetia sitaki hata mchezo nayo. Sababu hakuna mtu jua the price I paid kuvaa jezi. Unaelewa? So ndio ile kitu niko naambia. Wacha kufurahia hii jezi yenye imebrandiwa maybe Tona ama mheshimiwa fulani ama mtu fulani. Hii brand, ukivaa hii brand, unasiga tu poa sana. Nikijita Kenya One, jitenga Kenya One nikijua, nikibanga hizo zinawakilisha nchi yangu. Ama tuseme kuna wakati tuna games za nje. Mafans yani wamecome out of nowhere, yani game yako tu imefanya tu umepata mafans yani hawachi timu yao wanakuchia wewe zile za uko sawa, azini yani unamaliza tu game unapata mtu amekuletea tu kwa snack au mjui, lakini yani game yako yani amekubali. So nasema jina nawakilisha nchi gani na waga na feel poa. So lazima yani ucheze tu pale hivyo upate sanitary towels. Kuja basi cheza, siku moja pia ununue hiyo box uende usupport hiyo Tona tena. So tukimalizia maybe zile vitu umeachieve, unaweza sema umeachieve nini through ukibuild career mpaka sasa hivi umefika, una aje kwa hizo achievement umemake? Na feel tu poa sababu one azin naweza semaje, kulingana na challenges zenye nimepitia na achievements zenye nimepata, my friend, kwangu na feel poa sababu one kujipata kwa national team in a row, unaelewa, si rahisi. It's an achievement. Sababu one mnaingia kwa ground mkiwa wengi, but kuemerge top player ya national team kwangu it's a very big achievement. Kujipata unapewa best goalkeeper, hizi tu ni trophy. Kuna zile nishaipewa kama
cash. It's an achievement. Unaelewa, kujiona watoi wangu wamesoma through handball, it's a plus. Unaelewa, kama si achievement uniambie basi si achievement leo. Unaelewa, unajua naweza sema kuitopia landlord through handball, it's an achievement. Unaelewa, sababu unaenda ukiwa na target, unajua okay, kulingana maybe place nimetoka, mimi nataka nikipata do fulani ninunua ploti mali. Unaelewa, ujipata umenunua hiyo ploti through your do ya hiyo handball, it's a plus. Sababu si kwenda kubishia mtu, zinaweza akisimenichangie kuna kaploti kanauzwa pale hivyo, ni so mimi naweza raise 50 basi ni through handball. Naweza sema nimeachieve a lot. Medals ziko kwa nyumba yangu, nikiziangalia tu hivi na si ati umepewa ati sijui ati uishachukua hii usiende nyumbani. Kujituma. Na naweza sema ni asante sana for the Kenya Handball Federation, the National Series Produce Board, my teammates. Sababu it's about teamwork. While believing in me up to this point, si rahisi. And at this age yenye kuna mtafili 46 unafanya nini uwanjo? Experience. Uje kuwa na ile experience yenye mshana sema at this age unacheza hii game na kuna msemi young pale hivyo anafaa kwa hiyo place huko. Ushaipata message kama hizo? Hizo zinakuanga tena 24/7. But sasa amepewa opportunity na kudeliver. One, maybe hana ile passion ama hana hiyo love unakuwa nayo. Unaelewa? Maybe alikuwa anacheza tu, acheze maybe kufurahisha mwalimu. Mimi sikucheza nifurahishe mwalimu. Nilicheza iko ndani yangu. Na by the time nakuja kurealize kumbe hii kitu inaweza lipa bills, inaweza kupeleka mbali. Unaweza imagine unaambia Slam Girls unaenda kupanda ndege. Atafilaje? Na kama sema anaicheza hapo hivyo mtaa alafu anaipanda, lazima kama ni mtu kweli kwa ndani yake atajituma pia afike mali wengine wamefika. Bila pia mimi nimejituma. So unaweza imagine sawa wako hapo kwa young, tunawapatia opportunity. But wana deliver. Sababu at the end of the day wanaangalia delivery yako kwa timu. Umetoa pale hivyo sababu the meet mmeenda championship, mmeenda mlete victory. Unaelewa? So if at all I was a victory, as much as uko young and very energetic, unlike mimi kwangu ni old but experienced. If at all experience yangu inasaidia team ku deliver, see would rather go for the experience and like for the young and energetic. So kwangu mimi feel vibaya ni kuona kuna mtu unaangalia hivi unasema nikipata hii energy yako na age sahi una shine mbaya. But imagine bado hiyo yenye niko nayo sahi na hii age na nini bado na sababu ndio nipate hii lazima kukue kulikuwa na nasemaje, si kwa peke yangu, kuna wale tulikuwa juu watu walicheza poa. Kuna timu inajiita Nairobi Water walikuwa na makipa poa tena sana. Kuna timu ya Ulinzi pia ilikuwa na kipa poa alicheza sana. And then kulikuwa na mimi. Unaelewa? Na maybe kuna ile mnaekango kwa msemaje? Ile yani wamechukua huyu na huyu na huyu tukaleta pamoja zile za so wacha tuangalie okay Sheki alicheza wanawe huyu alichezaje discipline iko aje ama passion iko aje. Unaelewa? Alijituma, saves zake ukikompare saves za huyu na za huyu ni gani zilikuwa na a lot of impact kwa timu. Aya game yao hata kama walishindwa ukipa aliokuwa timu yake kiasi gani. Unaelewa? Huyu naye as much as walishinda maybe alijitumaje. As in, unajua kuna vitu tu naweza sema huyu alikuwa na one on one saves mob. Unaelewa? Unlike maybe huyu. Unaona? Na ndio come up na such like maybe come up na mimi kama Sheki the best goalkeeper. I think kuna hizo tu vitu tu mob waliangalia na wakaona I deserve. So mimi niko na the best goalkeeper. Na sasa ni East and Central Africa. Yeah. Nakwambia we bring you the best from the hood. So tukimalizia kuna mse pale hivyo anacheza maybe akona hiyo love ya kucheza handball na maybe anaona vile maybe alikuwa anataka ku lose hope juu anaona like for example unachiki mtani watu wameconcentrate sana kwa football na hizi art zingine unapata basket iko chini kidogo, handball iko chini kidogo, volley iko chini kidogo. So ule mse unaweza mpatia message gani ya kumrudishia hope ndio arudi kujituma kwa handball? Naweza mwambia
doors are wide open. Ni yeye ana make decision. One, haina haja niende kuangana mali kuna a lot of competition, yet kuna mali vitu zinaweza jipa. Sub one, hata mimi nisema nicheza football kwa keeper, haitanilemea. Lazima nitajituma nikijua nini nataka. So, okay, ndio usi give up, unaweza push, but ukiona imekataa, my friend, there is always a plan B. Na hiyo plan B ndio hiyo nasema handball yangu mimi nakuja nao basi kama plan B. Si wengi wanajua sababu akili kwa football. Ukiangalia a lot of tournaments, wewe inakuja girl child, ya boy child, HIV and AIDS, cancer, bla bla bla. Football. Unaelewa? Sasa nafika mpaka mahali ni sawa, si mbaya, iko tu sawa, but we need to change the game. Kwa hiyo ni football pia tujue kuna tunacheza tu football. Ni sawa, si mbaya, but kuna mtu amekaa kwa nyumba juu hawezi cheza football na hajui ataenda wapi. So ndio kama na game changer ya handball. Anaweza kuwa mchezaji mpoa sana wa handball na maybe alishingi kwa nyumba ajui. Kuna watu maybe wamemaliza shule wanacheza ikiwa shule kufika mtaa hakuna timu za handi. So hapo ndio nakuja at least kuambia kuwapatia open arms, you're most welcome. Hapo pia ndo idea baby, unaweza anza kufungua timu ndogo ya handball mtaani. Timu niko na hiyo idea, nimepushiwa sana na a lot of people ambao wananiambia hii experience yako isiende hivyo, unaelewa, hii passion yako isiende hivyo. It's either uanzishe team ama uanzishe an academy ya goalkeeping, ukuwe goalkeeper trainer, at least unaleta pamoja raise many of shakies. Unajua wenye utasema magatu hivi unasema yani I'm proud. Unajua una point mtu yani zile za my product. Unaelewa? Na vile wengi wameni challenge, it's a high time. Tungoje soon. It's a high time muone things happening kwa grao. Sababu nimekuambia I'm a girl child. Unaelewa? Nimepitia a lot of slum life challenges as a girl, but hizo zote hazikunifanya nikose kuwa who I am today. Unaelewa? Hakuna mahali zilijiandika ati slum girl anakosa rag so haizi enda kucheza handball. Unaelewa? As in slum girl juu alikosa maybe sanitary towels haizi cheza handball. As in hizo challenges zote tulizipitia, but hazikuifanya nikose kuwa mali niko. Unaelewa? So ndio nakuja nayo kama game changer. Nimekwambia hii trophy na any other, it will wear many hats in the name of resilience. Unaelewa? Na hiyo nizasamani watch the space. So help me God. Mungu saidia na mambo yatendeke. So tukimalizia, we always keep our community informed. Kuna message gani pale kwa mtu mtaani pale na kucheki, ama wewe ni mentor wake, maybe direct na indirect? Okay, naweza sema pale kwa community, believe in yourself. Never lose hope, never give up. Never lose hope. Keep your hope alive like never before. Hiyo ndio imeniweka up to this. Sababu ningekuwa lose maybe hope somewhere, then singekuwa hapa kuinspire someone ama kupatia mtu mwingine hope through handball, ama maybe to be a game changer. So kama uko hapo hivyo kwa mtaa, mimi kama Mama Hope, mimi kama Sheki Kenya 1 mwenye naambia watu, my slogan is kwa kiwanja not in my house. As in wewe zingia kwa nyumba yangu vile unafikiria, lazima ni deal na wewe vile inafaa. Unaelewa? So hapo hivyo nje, as in you have what it takes to be the person you want to be, wish and desire and pray for in life. It's all about believing in yourself. Weka self-esteem kando, weka hizo low self-esteem kando, weka hizo fear. Unajua, as in usiwekubali mtu akwambia haiwezekani, ama usiwekubali mtu akwambia wewe kule umetoka unaweza nini, as in umetoka Kibera ina nini mzuri. Akikwambia hivyo muonyeshe mimi basi. Akikwambia hivyo muonyeshe basi hope. Mimi kama Mama Hope waonyeshe sisi kama a good example. Tumelelewa mtaa, tumepitia kila kind of life na bado sijivunia, as in mimi bado mjivunia mimi ni wa mtaa. Hata nijibata nimeenda majuu, but lazima itakuwa kibla to the world. Unaona? Always the best. Kenya 1. Unaelewa? As in na si ati ni kuringa, but ani una brag in a positive way.
ya kuinspire someone. Ndio hapo maana ameka kwa comfort zone yenye anafikiria haezi. Jua unaweza, ni kujiamini tu. Jua unaweza, never give up, never lose hope. Hapa siri ni kujituma na kuweka Mungu mbele. Sio tukimalizia, maybe unaweza tuambie unapatikana wapi pale kwa mitandao ya kijamii? Okay, sema kwa mtandao wa kijamii bado siko vile kama mchezaji, niko tu ule Regina wa kawaida. Unaelewa? But soon nakuja na brand yangu sasa ya handballer. So at least hapo sasa ndio mtakuja kunijua zaidi. Huko nje ndio wananijua kama Mama Hope, ni sawa. Brand iko huko, Hope Beyond Hope, Hope the Poet, Hope Mboyo Cheng, as in name them. Iko ina grow. But sasa ya handballer bado tuko chini ya maji. Tunakuja kama underdogs. So unakuja kama underdogs wako underwater. So mtu wangu nimekuwa nikipiga story na Sheki, one of the best goalkeeper na one of the best handballer. Unaona ako na award yake hapo hivyo, amesema hii award itabeba wase wengi na hii ni game changer, atachange wase wengi. So make sure una tune in, mnakuwa nakupatia wase best kutoka kwa hudi yetu, na unapata kujua stories zao, na make sure unakuwa inspired na wase wanafanya vitu positive kwa hii community. So masaa zangu za kuondoka zimefika, na before niondoke, make sure unfollow kila mahali Pastor Junior KE, na pale Facebook unatupata kama 8K TV, TikTok 8K TV, Instagram 8K TV, alafu YouTube unatupata kama 8K TV Kibera TV. Make sure unatufollow, unakuwa mswa kwanza kupata Uhondo na Mr. Uhondo, na masaa zangu za kuondoka zimefika, na mimi naondoka mtu wangu. Bye bye.